Na wanaume ni watoto. They're very interesting creatures. I love men. Wanaume nawapenda jamani. Ni watu fulani hivi. Mwanamke akienda hivi anakusoma. Wewe umeshawahi kuona mwanaume huyo akikaa na mwanamke huyu, ngoma hii hapa. Akikaa na mwanamke huyu hata chafya hawezi kupiga. Mwanaume huyo swali linakuja, kinachomfanya huku atina huku amfanye mwenzake ngoma ni nini? Habari yako mdau wa kipindi chetu pendwa cha Fix Youth Cameroon, karibu tena kwenye episode nyingine tuliokuandalia leo. Nipo na Jacqueline Leon Balige, na huyu ni biharusi, ana muda mwingi hivi toka awe biharusi, na nimemleta hapa ili tuweze kuzungumza hasa kwa sababu moja, nilikuwa nafuatilia sana status zake. Moja ya vitu nilitaka kujua kutoka kwake ni aliwezaje kuhimili pressure ya kuambiwa unaolewa lini, sasa hivi umri umeenda, unasubiri nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa natamani sana kufanya mazungumzo naye, aliwezaje kuhandle pressure. Jacqueline ameolewa akiwa na umri wa miaka 34, ambapo kwa jamii yetu ukiwa na miaka hiyo unaonekana yani umezeeka sana, na ameolewa akiwa hana mtoto, akiwa tu Jackie kama alivyo. Kwa hiyo natamani kujua safari yake katika kusubiri mtu sahihi, katika kupambana na mindset, mitazamo tofauti ya kijamii juu yake. Tutapiga story ya mambo mengi. Mnajua tukiwa tunaongelea topic ni story, na katika story hizi naamini utajifunza mengi. Jacqueline ni nani? Ni mkufunzi huyu kwa mambo ya kujitambua, afya ya akili pamoja na afya ya hisia. Hivi ndio vitu ambavyo ana coach watu katika kazi zake za kila siku. Kwa karibu sana kwenye episode hii. Kaa mkao, chukua popcorn, kaa mkao wa kupata madini. Karibu sana Jacqueline. Asante sana Irene. Hongera sana kuolewa. Asante, Mungu ni mwema. Ni hatua ile. Ni hatua. Kwani wewe ndoa kwako ni nini? Kuolewa ni nini yani kwako? Kwangu kuolewa, ndoa, maana hayo ni mambo mawili. Vyote viwili. Tuanze na kuolewa tutakuja ndoa. Kwa mimi, na nikisema ni define kwa mtazamo wangu, naweza kusema kuolewa ni utimilifu wa ahadi ya Mungu ambayo nilikuwa najua lazima itokee. So for me, kuolewa, na ulipokuwa unaniintroduce ulisema kuhusu pressure. So regardless ya hizo pressure ambazo nilikuwa napata na zilikuwepo. Lakini regardless nilikuwa najua nitaolewa. Ulikuwa unajua? Ninajua, yani unajua tukisema, tukiongelea kujua, maana yake ni beyond doubt. Una uhakika. Na uhakika. Yani kama ambavyo mtu akija hapa sasa hivi niambie, wewe Jackie ni mwanaume, utasema no. Nitabishana na uhakika mimi ni mwanamke. Yes. Ndivyo nilivyokuwa nina uhakika kwamba nitaolewa. Nitaolewa lini? Sijui. Nilikuwa sijui. Itakuwa ni mapema is relative. Lakini mapema, baadaye au baadaye sana, kwangu ilikuwa sio cha muhimu zaidi. Lakini kadri muda ulivyokuwa unaendelea, niliweka nia moyoni huko kuolewa, yani title hiyo kwamba mimi ni mke. Ilikuwa sio muhimu kuliko aina ya ndoa nitakuwa nayo, ambayo kwenye aina ya ndoa maana hapo kuna mtu sahihi, kuna kuishi katika kusudi, kuna nilikuwa sifikiri kuolewa kwa ajili ya mimi mwenyewe. Nilikuwa nafikiria kuolewa kwa ajili ya watoto wangu ambao nitapata na mume wangu, kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya taifa la kesho, kwa sababu tayari naamini mimi ni kioo. Sawa? Hata kama hiyo representation ya kioo ni kwa mimi na familia na watu wangu wa kazini na watu wanaonizunguka na jamii ambayo inanizunguka, lakini kwenye hiyo representation kile kioo kita reflect nini? Kwa mimi hicho kilikuwa ni muhimu sana kwangu, pamoja na kusudi la Mungu.
katika maisha yangu. So kwamba yule mtu ninaenda kumkabidhi maisha yake, kwa sababu kama wake tunaitwa kusubmit. Kwa hiyo it means yoyote ambaye ningeruhusu awe mume wangu, na pia unaruhusu haufosi kuolewa. Kwa hiyo yoyote ambaye ningeruhusu kuwa mume wangu, kuna muda kule kutii lazima kuwepo. Sasa ninamtii nani? Na katika ule utii nitakaofanya utanipeleka kwa yale maono ambayo Mungu amenipa. Kwa hiyo hayo mambo yote mimi kwangu nilikuwa na ya consider kwamba ni mume wangu ndio, lakini ni mume ambaye amenibeba mimi na maono yangu, familia yangu, watoto wangu, ndugu zangu, marafiki zangu, hivyo. Lakini sio kwamba nikisema hivyo kwamba nitachanganya, kwa sababu ndoa ni entity ya watu wawili. Kwa hiyo sio kwamba ningewachanganya, lakini siwezi nikajiondoa Jackie mimi ambaye ni Jackie wa ofisini, Jackie wa jamii, Jackie wa kanisani, Jackie mama wa watoto wangu, Jackie rafiki, Jackie dada, Jackie mtoto. Unaelewa? Siwezi nikajiondoa yule Jackie na Jackie mke, japo ni watu tofauti. Yes. Kwa hiyo meaning yule mtu uliye naye anakuinfluence katika hivi vitu vyote ambavyo ni bado wewe ni Jackie kuwa bora. Lakini pia mimi ni coach kama unavyosema. Kwa hiyo bado sijiseparate hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi ndoa ilikuwa ni muhimu yule nitakayeolewa naye tuweze kuendana na kuenenda katika hivyo vyote. Kwa hiyo mimi ilikuwa ni kitu kipana sana ambacho niweze kusema pia, sio kwamba niliamka nikatambua. Yaani sio kwamba niliamka tu nikasema mimi nikiolewa nataka iwe hivi. Ni kitu ambacho kilikuwa taratibu, najitambua mimi ni nani, mimi nataka nini, kwa nini nakitaka, kwa nini ni muhimu, kwa nini sio muhimu. Mimi ni nani katika jamii, mimi ni nani kama mtoto wa Mungu, mimi ni nani kama mke, natakiwa niweje kama mke. Yaani hivyo vitu vyote ambavyo ni vitu, kwa sababu kadri tunavyozaliwa na kukua na kuishi huwezi ukavitambua. Ni vitu ambavyo ni taratibu vinakuja. Vinakuja, unajifunza, unafanya makosa. Niweke pia hiyo, unafanya makosa, unajuta, unajifunza, unaamka, unafanya tena, unafanya makosa mengine. Naendelea mpaka unakuja kuwa mtu ambaye huyo unayesema ulihimili vipi pressure. Huyo mtu alikuwa anatengeneza. Mimi nilikuwa na swali hapo. Sasa hivi kuna sehemu kama binti ukifika kiumri unajihisi kuchelewa. Okay. Especially wengi wakishafika 30 anaanza kuona sasa hapa mbona kama nazeeka. Mbona kama umri unakwenda. Kwa hiyo anajikuta, kuna kauli mtaani nasema yoyote tu mradi awe anapumua. Sasa kwa hiyo nakuta mtu anaingia kwenye mahusiano ili mradi aweze tu kuonekana na yeye ni miongoni mwa wanawake walioolewa. Kwa sasa wewe nilikuwa naona status zako ukiwa na address issues mbalimbali, hasa pale ambapo uliona kama hauko tayari kwa muda huo kufanya maamuzi ya kuolewa. Kwa swali langu ni kwamba uliwezaje kuhimili pressure? Kwa sababu lazima utaulizwa. Hamna swali linakera kama unaolewa lini. Yaani kila unapoenda wakishajua tu una umri fulani utaulizwa unaolewa lini. Yaani mimi kwenye akili yangu anasema hivi, huyu amenipa mchumba au inakuaje? Maana they assume kuna Baba, kitu kinaendelea. Yes. Kwangu binafsi kuna nyanja mbalimbali ya hilo swali. Lakini wakati unauliza swali pia ulisema kitu cha ulikuwa hauko tayari. So nafikiri labda ni grooming ya nyumbani
tulikuzwa katika misingi ya kuwa mkweli. Okay. Kuwa mkweli, lakini pia tulipewa nafasi ya kuwa mkweli. Nikisema hivyo namaanisha mimi nimekuwa kwenye nyumba ambayo kunaweza kukatokea household conflict ambazo zinakuwepo, yani nyumbani mnafarakana, hamuelewani. Babangu alikuwa anafanya kitu kimoja, hicho nakikumbuka kabisa. Mnaitwa wote, whether upo mama, baba, dada, wakazi, sijui ndugu na kadhalika. Kama kuna issue nyumbani, wote mnaitwa, mnaulizwa what happened. Kila mtu anasema mtazamo wake na kila mtu anasema mtazamo wa the version ya hiyo issue. Naelewa. Kwa kila mtu anachangia tufanyeje. Sio uje tu hapo umesema kumetokea hiki alifanya hivi. Sasa tufanyeje? So nafikiri hicho kitu kilinijenga mimi kama mtoto mpaka nikaja kuwa kwamba kuelewa, kusimamia unachokiamini na unachotaka kukifanya ni sahihi na kitapokelewa. Kwa sababu unajua tukiwa katika nyumba zetu ndio sehemu ambapo tunakuwa groomed jinsi tutakavyokuwa kama binadamu wa baadaye. Pale ndo napata model ya mwanaume aweje kwa kumwangalia babangu, napata model ya mama aweje. Hata tunavyoishi na ndugu zangu pale ndo napata kwamba okay, hii ndo jamii inavyotakiwa kuwa. Kwa nafikiri hicho, kwa hiyo confidence ndani ya nafsi yangu nilikuwa naona siko tayari kwa ministry, kwa huduma ya kuwa mke. Ilikuwa swala hata sio kuolewa, kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni nitaolewa, yani hiyo nitaolewa. Na okay, pia niseme kuna mtu ananisikiliza anaweza akasema hivi wewe unapata wapi confidence? Anajikuta nani? Lakini hapo kuna level nyingine ya kukua ambayo naomba niongelee. Ni kukua katika kweli. Mimi kama Mkristo, kweli yangu ninaitoa from my source. Exactly. Aliyeniumba mimi, aliyenitengeneza mimi. Nasemaga kama kuna painting, mtu ameenda amechora pale, na tuchukulie kuna hizi wanaita abstract painting ambazo mtu ameenda tu amechanganya rangi pale, ukienda kuangalia hivi unasema ni nini? Wewe huelewi. Mara nyingi zinakuwa ziko open for interpretation. Sawa. Lakini kama unataka kuelewa maana vizuri, lazima umfuate yule mchoraji, mwambie samani, hivi hapo ulikuwa unamaanisha nini? Afu pale atakwambia hapa mimi nilikuwa sijui nini. Kwa kama painter ni creator wa ule mchoraji, ya ule mchoro. Maana na mimi kuna mtu aliyenitengeneza kuwa nilivyo. Ndio. Kwa hiyo ilibidi niende kwanza nikajielewe kutoka kwake. Wewe ni nani? Mimi ni nani kwa vision yake, sio mimi ni nani kutokana na nilichofundishwa huku. Hiyo ni side tofauti. Kwa hiyo ya kusema nina hakika, mimi nilitoa katika neno. Nilikuwa nasema kabisa Mungu ulisema kwenye na Isaya 34:16. Kwenye hii ulisema hakuna hata mmoja atakusa mwenzi wake wa kufanana naye. Ndio very complete. So sio mwenzi tu, mwenzi wa aina gani? Kwa mimi nilisimama hiyo nikashikilia hivi nikasema kama neno la Mungu ni kweli na amina, basi itakuwa. Itatukuaje mimi sijui. Kwa hiyo ni part 1. So hiyo confidence ilitoka hapo. Baada ya hapo hiyo nikai-release. Hasa hapa tunarudi nyuma tena kwamba umeshajua utapata. Then what? Kwa hiyo kuna hiyo ministry ya kuwa mke, kwamba kuwa mke ni huduma ambayo watu wengi, mfano mimi nitakuuliza, wapo watu wengi sana hata au wanasema nikifika miaka 30 umechelewa. Unaenda wapi? Umechelewa kufanya nini? Haya sasa umeitwa Mrs. Flani. Then what? Naelewa. Na watu wengi ambayo mimi nafikiri pia hilo ni tatizo, wana akili zao zinaganda kwenye harusi. Basi nitumie akili inaishia kwenye harusi. Wanasahau ndoa. Ndo maisha ambapo ni vitu viwili tofauti. Na fortunately or unfortunately
Harusi tuna madesa kibao. Kiingia tu social media hapo kasema best wedding sijui nini. Zinakuja. Dress of the year, color of the year, you get them. Yeah. Sawa. But ukija kwenye swala la ndoa tuna miongozo mingi ikiwemo maisha ya watu binafsi. Sasa wewe kachukua desa la mtu kalishi uone. Unanielewa? Sasa hivyo ni vitu ambavyo kwa mimi binafsi, kwa sababu pia nilikuwa nafikiria, naamini katika umilele wa ndoa. Yaani kwamba mpaka kifo kitutenganishe. Hiyo ni kitu pia nakiamini mimi binafsi. Kwa mimi kwenye kichwa changu nilikuwa nasema huyu binadamu wa kuishi naye mpaka nitengwe naye na kifo. Kweli ninaweza nikatoa maisha yangu kwa mtu wa hivyo, awe tu mtu yoyote. Unanielewa? Yaani kwa hiyo mimi nilikuwa nikifikiria tu hivyo. Nasikia kabisa kwa kichwani kwangu bado. Kwanza nilikuwa naanza kujiangalia mimi mwenyewe. Kwa sababu nilikuwa najua, unajua unaweza kupata mtu mzuri ila ukaharibu kwa sababu hauko tayari. Swali langu leo nakuja hapo kwamba ni vitu gani ulivifanya kujiandaa kuwa mke wa mtu? Kujitambua. Hiyo like hiyo safari ya kusema kwamba siko tayari. Unajua kuna watu leo hawako tayari na wanaolewa. Ndio. Na wanaoa pia. Yes. Isichukulia hata one side kwa sababu kitu nilichojifunza pia nilicho observe siku hizi mpaka wanaume wako desperate. Which is very odd but it's true. Wanaume wako desperate kabisa. Na mimi nishawahi kutongozwa na desperate men. Ambao ukiwakataa wakitoka hapo wanakuambia nyie ndio mnajifanya corporate sijui nini, tuwaone mtaishia wapi. Like inakuwa a whole chaotic thing. And kichwani kwangu nakuwa nafikiria, narudi pale kwenye hivi kweli huyu ndo nitampa maisha yangu aniongoze. Hivi hichi ndo naenda kusubmit on. Lakini hiyo kwamba what did I do? Cha kwanza nilitambua kwamba kwenye hii ministry siko tayari. Lakini kichwani najua kuna siku nitatakiwa. Kwa nilianza kujifunza kuwa mke ni nini. Kwa elimu ya dunia na elimu ya kiroho. Vyote viwili. Kwa hiyo nilianza kujifunza kuwa mke maana yake nini. Lakini pia nilianza kujifunza mimi kama mke maana yake ni nini. Kwa sababu usipojitambua kwamba wewe ni mke wa aina gani, na nitasema kwa nini nasema hicho. Usipojitambua wewe ni mke wa aina gani, hautakuwa tayari ku-attract mume wako. Umetumia hilo neno ku-attract. Kuvutia mume wako. So, nini namaanisha nikisema hivyo namaanisha nini? Mimi ni mke, ndio, kabla sijawa mke wa mtu. Lakini mimi sio mke wa kila mtu. Ndio. Umenielewa hapo nilichokisema? Kwa maana hiyo, yani hiyo uke ni kama job description. Kwa mfano ukisema labda mimi ni accountant, kuna job descriptions zinakuja hapo, sawa? Lakini ili mimi niwe mke wa mume wangu, kuna jinsi natakiwa niwe kwa ajili ya mume wangu. Ambapo hapo ndo inakuja pia concept ya kuweza kusubmit. Sawa? So nilitakiwa nijitayarishe kwa hilo na nilijitayarisha kwa hilo. Lakini pia siwezi nika-attract mume wangu bila kuelewa mimi ni mtu wa aina gani. Ambayo hiyo ilikuwa kwa hiyo ilitokea kwa namna hii. Of course kabla sijampata mume wangu nilikuwa na watu wengine. Sawa? Like nimekuwa na mahusiano mengine. Kwenye hayo mahusiano mengine mimi nilikuwa mtu ambaye nikisikia moyoni mwangu this is not it, like sijui ni nini, lakini sina amani ya kuendelea hapa. Ni mtu ambaye nilikuwa na communicate, labda kama ni tabia labda hupendi, uta-communicate, nitasema mara ya kwanza, ya pili, afu itafika muda nitanyamaza. Nikinyamaza hapo naanza mentally, emotional naanza
beba vya kwangu kuondoka. So nilikuwa na hiyo elimination method nilikuwa naifanya sana. Lakini kuna kipindi na nafikiri hii ndio ilipelekea pia, ilikuwa ni transition ya kuwa ya utayari, kwa sababu unajua uamki ukawa tayari. Yes. Hii ilipelekea transition ya utayari. Nikafikia nikasema okay, nikafanya evaluation, nikaangalia watu wote ambao nimekuwa nao kwenye relationship, nikaona wote wana character fulani hivi ambazo zinaendana. It's like umedate mtu mmoja kwa sura tofauti. Unanielewa? And all of them obviously they're not your husbands. So hizo sura tofauti. Kwa hiyo nikakaa chini nikaevaluate, nikasemaje, unajua kuna hichi kitu kinaendelea kwenye jamii ambacho ukigombana na mtu kwenye mahusiano tunaanza kusema wanaume sijui nini, like you less, yani wewe ndio umekosea. Lakini kuna muda inabidi ukae chini utafakari, useme ndio ni kweli nimekosea, lakini kama mimi nimekuwa na watu 10, and that is not my number, but again kama niko na watu 10 the common factor ya watu 10 ni wewe. Ndio. So aren't you the problem maybe? Kwani wewe sio tatizo? Inakuwaje unakuwa na watu 10? Kwa nini watu 10? Yes, hata wewe ndio unawafahamu. Unanielewa? Na hata kama katika watu 10 wote umewaacha wewe. Ndio. Unaelewa? Wote wewe ndio umesema lakini yani wewe ni mtu gani ushindwane na watu 10? Na hapo nimechukulia kuna watu wana numbers. Namba kubwa. Ni mfano, unaelewa? Lakini kwa nini wewe ukose? Kuna mtu anaingia kwenye mahusiano leo anakaa miezi 2 anaolewa. Unaelewa? Ndio. Wapo hao watu. Ni rare cases lakini wapo. Kuna mtu atakata kwenye mahusiano na mtu mmoja hata ni miaka 10 ila ndio atamuoa. Unaelewa? So mimi hapa ambaye narukaruka hivi, shida yangu ni nini? Kwa hiyo nilikaa chini, nikafanya evaluation, nikagundua wote wana same characters. Then I was like, okay, kuna kitu ndani yangu hakiko sawa. Katika akili yangu, katika mtazamo wangu, katika jinsi ninavyowazia mahusiano na kuna kitu hakiko sawa. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa siamini katika nataka mwanaume mrefu, sijui nini. Yaani nilikuwa naangaliaga watu nasemaga hivi nyie. Unaelewa? Lakini ilikuja kufikia kipindi nikasema kuna msemo unasema ujinga ni kufanya the same thing over and over again bila matokeo. Unafanya kitu hicho alafu unategemea matokeo tofauti. Yes. So nikakaa siku baada ya kufanya hiyo evaluation, kwanza nikajigundua okay, probably mimi ni tatizo. Na hapo nikisema tatizo naomba niongelee kwa wale watu ambao hawezi kujichanganua vizuri. Inawezekana wewe ni tatizo nzuri. Mfano, baada ya kufanya hiyo evaluation nikaja kugundua amongst other things. Nitaisema I'm too much. Like I am too much in yani ile nilikuwa nasema mimi ni mke lakini sio mke wa kila mtu. Ndio. So meaning wakati nilikuwa najaribu kuwa mke wa kila mtu nilikuwa nashindwa like understand, kuelewa kwamba mimi sio mke wa kila mtu. Naelewa mimi ni mke wa mume wangu. Sasa ile kujaribu kuwa mke wa kila mtu, wale watu ambao nilikuwa nawapata nilikuwa nikiwaambia kitu kidogo ambacho mimi naona ni sahihi na kina usahihi kabisa katika maisha ya mahusiano na kuwa mke na mume, kwao inakuwa too much. Inakuwa ni yani kitu kikubwa. Ni kikubwa na kizito kufanya, yani inaonekana unataka zaidi na zaidi ya. Na hiyo haikuishia tu kwenye mahusiano nilionayo. Iliendelea hata kwa watu baki ambao wananiambia unaolewa lini? Punguza basi kuchagua sana. Ila wewe nawe ni mkali, punguza ukali. Ila wewe nawe uko too strict. Mwanaume aongeleshwi hivyo. Utaishi, you get. I know I'm speaking to somebody. Kuna mtu yani anapitia. Mwanamke gani una nini?
We wanawake kwanza walio na hela wasijui nini. Mwanamke una akili nyingi hivyo, wanaume hatutaki hatutaki wanawake wenye akili nyingi. Sasa kwa nini nifanye? Ndio nishazaliwa na akili. Unanielewa? So unaona hicho kisema. So this is how I used to flip it. Mtu anaweza kaniambia tatizo lako na akili nyingi sana. Wewe mwanaume gani atakuna nini? Naambia nishazaliwa hivi, sasa nitafanyaje? Unaona mimi nimeichukua hivyo nikasema sasa nitafanyaje? Nimeichukulia hizi nimemove on. Mwingine akiambiwa hivyo anaanza kushrink. Anajibadilisha yani anakuwa tofauti kabisa. Kuna kipindi nilinyoa kama wewe hapo, unaelewa? Kuna watu akaja, mtu anakuja kabisa mwanaume sasa, dada ni mzuri lakini kwani weki nywele? Yani utakaje bila nywele? Unanielewa? Unaishia kumwambia pita huko mlangoni hapo. This is not your portion. Like umenikuta na sina nywele, pita hivi. Unaelewa? Katafute mwenye nywele. Unaelewa? Sasa hivyo ni vitu mtu mwingine akiambiwa anaanza kutafuta style ya kusuka. Unaelewa? Na Jackie, hapo you are raising a very good point, kwa sababu tuko na wanawake kwenye jamii ambao imewabidi kubadilika kutoka katika nature yao ili kumaccommodate mwanaume. Yani mwanamke huyu ni mpambanaji, ana akili, ana uwezo, she's a package. And a half. Naomba tu jamii ikubali kwamba kuna wanawake wana energy jamani ya utafutaji. Kuna wanawake wana akili. Kuna wanawake sio wabwetekaji. Yaani kuna wanawake wanajiweza. Jamii ifike mahala ikubali, msiwavunje hawa wanawake. Unakuta mwanamke ana shrink, anabidi ajidogodeshe ili ampe nafasi ambayo huyu mwanaume hana hiyo nafasi. Naomba tukumbuke. Kwa hiyo uko kudogodesha ni zaidi tu kwamba mwanaume anasema, na naomba pia niweke very clear. Hii sio vita kati ya wanawake na wanaume. This like hicho sicho ninachokisema hapa. Lakini mwanaume badala yeye anakukuta ulivo, anahitaji kupanda kama hajafika. Kwanza kwa nini apande? Inabidi tu tunafuata. No, it's okay kwa sababu kuna ya kufanana ni kweli, lakini kuna nitaisema hivi, binadamu, unajua binadamu kuna vitu vingi vinatu affect. Okay. Tumchukulie mwanaume ambaye amepitia maisha magumu kutoka katika mkono wa mwanamke. Okay. Does that make sense? Okay. Na tumchukulie huyu mwanamke alikuwa ni mama yake aliyemtesa. Okay. Kwa bahati nzuri au mbaya akapata mke ambaye alifanya vile kama mama yake. Kwa sababu naye anachagua based on that trauma. Unaelewa? So and then anakutana na mtu ambaye yuko mkamilifu. Okay, whole. I don't know the Swahili way. Lakini ukimtazama kwa sababu tunaona, alafu pia sisi wanawake kwa sababu tumepewa umama ndani yetu, we have the sixth sense, ile namna ya kudadavua mambo kwa namna ya tofauti. Na kuna theory nyingi kwa hii. Kuna watu wanasema sisi tulikaa zaidi rohoni. Kuna watu wanasema tulipiga story na nyoka, sijui alituambia nini. It's the same concept. But again, kuna kitu ndani yetu ambacho kinaweza kuona zaidi ya hapa mbele. Kwa mwanaume akija tu hivi kwako, unaona na unajua. Tatizo sasa ndo vinakuja vikwazo. Umri, unaolewa lini? Kuna wengine labda unakuta, and I'm not attacking watu wenye watoto tayari for whatever reason wametokea, lakini tayari ameshajiwazia mimi niko na watoto hapa, nani atanioa? Unaelewa? Hivyo vitu vyote vinakuaffect katika maamuzi. Kwa hiyo unakuta mwanaume amekuja wa hivyo ambaye hayupo pale ulipo, lakini ndani yake ukuu wa kifalme upo. Nimeeleweka nilichokisema? Ndio. Kuna mtu anakuja ukuu wake haujadhihirika. Yes. Na wewe kama mke ambaye ni msaidizi ndio unatakiwa utoe ule ukuu kutoka ndani ulete juu. Okay. Kuna muda
kama mke ukimwangalia hivi mtu unaona ule ukuu, na hiyo mamlaka ya kuutoa kuleta juu iko ndani yako. Ndio maana umeitwa kuwa msaidizi. Preaching. Unanielewa? So sisemi kwamba kuna wanaume anaweza kaja kuwa chini ukaanza kusema it's not my type. Uwe na hekima ya kutosha, uelewe umeletewa nini kinachotakiwa kutolewa. Na hiyo mimi naisema it's also a personal experience. Sawa? Now, kwa hiyo ya kuwa chini sio shida. Unaweza kumzidi mwanaume kila kitu. Lakini linakuwa ni jukumu lako kumpeleka huko anakotakiwa kufika. Lakini sasa tunakuja upande wa pili. Sasa ni lazima uwe na jicho la kiroho. Ndio, lakini mimi nasema ndani yetu and again. Kikawaida hivi Jackie, kwa kweli. Of course, kwa sababu tayari wanawake nikiposti sijui kama wataelewa. Of course tayari tumechakachuliwa kama binadamu. Yes. Tumechakachuliwa na udunia, na uovu, na ukawaida, na mambo ndo yako hivi. Sisi ndo tunavyofanya. Mimi nina pesa bwana. Mimi sijui nini, utaniambia nini? Mambo ni mengi. Mambo ni mengi. Tumeshachakachuliwa, kwa hiyo like ule sijui semeje. Clarity of thought inakuwa tayari haiko, yani hauna ule uhalisia. Yes, like kuna ule uhalisia ambao ni halisi. Achana na uhalisia kama unavyouona. Kuna uhalisia halisi wa kifikra. Yes, yani halisia ambacho huo uhalisia sio kwamba unakuja tu. Kwa sababu tayari mimi niko duniani, nimeshaumizwa. Nimeshasikia mengi. The women's movement ambayo we are powerful, nini. Juzi nimesikiliza kitu nikasema, kuna mtu ni wazungu of course wanafanya podcast, wanaelezea benefits of being divorced as a woman. Wacha bwana. Yani ni serious kabisa kama hivi tunavyopiga story. So mmoja amekuwa divorced, mwingine ameolewa. Asa aliyekuwa divorced anamconvince mwenzake, anamwambia hakuna muda nimewahi kujisikia kwamba yani nimekuwa mkuu kama kwanza nilivyoachana na mume wangu. Na yule dada yuko kabisa, yani unamwona kabisa hivi anakuwa convinced, yani kabisa unaelewa. Hakuwa interested. Yani kabisa yuko hivyo. Ni mtu actually repost mkaka akawa anasema haya ndo matatizo ambayo yako kwenye jamii yetu, like hebu uona. Na yule dada anaongea with confidence ambayo kama huna elimu na utashi wenye usahihi unauchukua unabeba. Unaenda nao. Unaelewa? Kwa hiyo tayari sisi tumechakachuliwa. Katika huko kuchakachuliwa kuna vitu vingi sana hatuwezi kung'amua kwa usahihi. Yes. Ambayo inapelekea tusifikirie kwa usahihi, lakini pia tusiamue kwa usahihi. Yes. Naelewa. Lakini pia tusione, maana kama hiyo nasema mtu anakuja ukimwangalia hivi, hata kama una maumivu, kuna kitu kinakuwa kinakwambia, kwa sababu wote tuna kitu tunaitwa roho ya Mungu. Yes. Sijui wengine wanahitaji, lakini wote kuna kile kitu kinachokuambia usifanye, kuna uongozi kutokea ndani. Yes. Kuna wote kwa kila mtu. Hata mtu ambaye tukimwangalia hivi tunasema ni mdhambi vipi. Kuna muda akikaa mwenyewe, hata yeye udhambi wake anakaa anasema nafanya hivi. Hii sio sawa. Kwa hiyo wote tunao huo mwongozo. Lakini jinsi gani ufuate huo mwongozo ndio hapo tunakuja kwamba ni process, yani inabidi uwe umeenda deep kiasi gani, umejitakatisha na kujifunza na yani hiyo ni process ambayo kila mtu inabidi aifanye kwa ubinafsi wake. Ukiweza kusikiliza vitu kama hivi, kama nimekusikiliza vizuri, inaanzia pale unapokuwa mkweli kwako mwenyewe. Very much. Pale unapoamua kusema unajua nini, hem nikae chini. Unaangalia zile patterns. Sawa, walikuwa na matatizo. Ndio. Lakini na mimi kuna sehemu nimechangia. Na kwenye kuchangia unajua watu wengi
ukishamwambia kwamba na yeye amechangia matatizo anaanza kuwa defense. Haiwezekani. Yule alikuwa hivi na hivi na hivi. Yule alikuwa hivi na hivi na hivi. Lakini wewe ulikuwaje? Yes, wewe ulikuwaje? Na katika usahihi, wewe unaweza ukawa sahihi kwa mtu ila ukawa hauko sahihi kabisa kwa mwingine. Yule anayekuambia kwamba wewe hauko sahihi kwangu hajakosea, yani usimlazimishe awe unaelewa. Ndio maana tunakwambia hajakosea. Yes. You have to fix yourself, my friend. Hajakosea. Kwa hiyo ukiona tu kwamba kwenye hii ninayoambiwa nimekosea. Sasa isiwe bifu. Ni kwamba ni kweli wewe sio sahihi kwake. Hivyo tu yani. Na ukubali chap chap maana chap chap. Ukimaliza usogee uende. Usikae hapo sana. Nilikuwa nawaambiaga back then when I was single, nilikuwa nawaambia wanaume and they used to find me rude for it. Na nilikuwa naisema kiutani cause nilikuwa na joke but I was also serious about it. Nilikuwa naambia wewe sijui nini anakuja labda nakwambia no I'm not interested, and then they would lash out on me kwamba like usijifanye hivi na nini, and nilikuwa nawaambia unaziba njia, toka hapo mlangoni kuna mtu anioni, toka unaelewa. So I would say it as a joke, but even though tunatakiwa tuwe kubali, tusipotezeane muda yani kwa yani kubali kwamba wewe for this woman you're not, na wewe mdada kubali. Unajua kuna ile unaweza kumuona mkaka ukamtamani ukampenda ukatamani yawe wako, lakini ukikaa vizuri ukitafakari ni umetamani tu jamani mkaka handsome au hela. Money is very big as an influence squeeze. Lakini ukikaa ukitafakari ile nayo kwambia mimi naweza kuwa mke for this person, naona kabisa yani kuna watu ukiangalia hivi unasema hivi mke wako anafanyaje jamani, hizo ni tabia za wapi? Lakini ukienda kumwona mke wake hana shida naye kabisa. Unaelewa? So that's the same case. Kwa hiyo nataka ukao wewe hukua na vigezo vya nje. Nilikuwa sina vigezo vya nje ila yani ulikuwa utaki mfupi, mrefu, mwembamba, mnene. Hiyo. Lakini ndio hiyo nakwambia baada ya kukaa kwenye patterns nikasema ile ya usifanye vitu the same way. Nikaeka list yangu. Kwa hiyo wewe hata subiri sasa. Nikaweka list, na hiyo list niweka miaka 2 kabla ya kukutana mume wangu. To be honest. Niliweka ile listi. Nikaandika vitu vingi, na vitu vingi vilikuwa pia based mambo ya kiroho na based na my calling na vitu nilikuwa nataka kufanya in the future. Kwa hiyo vitu vingi kwa sababu by then nimeshajitambua, nimeshajua vitu vingi ninavyotaka. Kwa hiyo niliweka ile list kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu. Ile list nilisoma nafikiri mara 3. Sawa. Nikaifunga, nikaisahau. Ukiniambia leo ile list ilikuwa inasema nini, nakumbuka labda kama vitu kama 10 havitafika. Yani ukiniambia ni vitaji kutoka kichwani kama 10 havitafika. Ila list ile ilikuwa na karibia mambo 32. Because I was doing 1 2 3, unaelewa? That was 2 years ago. Kitu ile list ilinisaidia kufanya ni akili yangu ili shift. Nikaanza kutokukubali watu kutokana na wanacho ni present. Kuna mtu anakuja, akija ile wiki ya kwanza unasema oh God, neno lako hili hapa, unaelewa? Amecheka yani ila kikaa wiki ya 2 ya 3 unaanza kusema hichi ni nini? Kitu kinachotokea ambalo linakuwa ni tatizo, na nahisi ni tatizo ambalo linafunga wanawake wengi siku hizi na wanaume, but mimi nasema wanawake wengi ni tayari kwa sababu una ile list. Kwa sababu amekuja wiki ya kwanza ametick zile listi zako karibia vitu 25 kama vilikuwa 30, you are like I can compromise on the 5. Lakini inawezekana zile 5 ni core 5. Unaelewa? Ambazo zinabadilisha maisha yenu kabisa. Sawa? So ile list ilinisaidia, nikasipotezi muda. Before unaweza kaa na mtu kashangaa mmeza miezi 6, mnaruka tu hapo, na wakati kwanza wiki ya 2 umeona nini hichi tena, naelewa? So ile list ilinisaidia, I'm wasting my time here. Lakini pia ilinisaidia mimi kufocus, lakini pia
kutokuwa distracted, which is also focusing, lakini kutokuwa distracted in the wrong things. Naelewa? Dinners, money, sex. Kuna men who are very manipulative because they've spent a lot, wametumia muda mwingi na wanawake wengi. So wanajua psychology ya mwanamke. Ambaye anaweza kampata mwanamke yoyote. Hawa wanaume wapo. Unaelewa? Kwa hiyo anajua nikienda kwa mwanamke yule, yani nikiongea hivi na hivi, mule kaingia. Hata wewe una msimamo kiasi gani, uchomoi. Unaelewa? Sasa huyu mwanaume wa hivi utampanguaje kama hujui unachokitaka? Unanielewa? Unaelewa? Kwa hiyo atakuja wiki ya kwanza, wiki ya pili, na mimi nimesema binadamu tuko hivi, mwanamke, mwanaume, lakini pia particularly wanaume, kwa sababu hawako designed kuwa multifaceted kama sisi. Hawana ile capability ya kufanya vitu vingi. Kwa hiyo ukimtikisa kidogo atoka kwenye reli. Unaelewa? Lakini sasa kwa sababu ana bank on wewe mwanamke usimtikisi, au akwambie uongo fulani hivi uingie line. So kuna namna ukikomaa unamtoa kwenye reli. Unaelewa? Lakini hiyo ukikomaa sasa huwezi kuondoka mwenyewe. Yani wala you don't have to say anything. Yeye mwenyewe tu. Unaelewa? So immediately kwenye hiyo ilikuwa inanisaidia, like I'm not wasting time. Kwa hiyo mtu anakuja kabisa hivi vizuri, you're like okay, God, is this it? Na pia nilikuwa I would always go back to my creator, like is this it? And then I don't have peace, mimi I'm out. Lakini pia ule ubinadamu haukuachi kwa sababu ni kitu natamani. Unaelewa? Love is beautiful in the right ways. Upendo ni mzuri sana. Kwa hiyo unatamani upate hizo care, upendo, whatever. Lakini ikiwa haiko kwenye settings ambazo haziko sahihi, inakuwa inasumbua. Sasa usahihi ni unakuaje? Unfortunately usahihi unakuwa proven over time. Lakini pia usahihi unakuwa proven pale ambapo mwanzoni, kwa sababu umeshajitambua, uko tayari, yani unakuwa uko tayari, ni bora nikose kuliko kupata kitu ambacho sicho. Ukishafanya hicho kitu hicho ambacho ni kigumu, naomba niseme ni kigumu kwa sababu nimekipitia. Ni kigumu sana kwa sababu kuna muda unaanza kusema, ile ya kusema kwamba mimi nina tatizo inaanza kuwa the wrong kind of. Unaanza kusema au kweli nachagua sana. Sikufika hapo, but like hizo doubt thoughts hizo zinakuja. Inategemea sasa ndani kwako umejijengaje, ambazo unaweza kuzizima haraka lakini zinakuja. Sawa. Kwa hiyo kinachosaidia ni kwamba pale akija tu hivi, kwa sababu tayari tumeshaji establish. Mfano kama mimi, imani was big. Finance was big. Naelewa? Support of my dreams was big. Hayo mambo mengine yote I was like housekeeping. So issue. Naelewa? Kwa hiyo kwenye hivyo vitu vitatu nilikuwa kabisa nitakaa be soft nini, lakini kuna siku tu nitakuleta. Nitakupiga swali moja ambalo nataka nikuone umo au deep. Unaelewa? Ukichomoa yani like hivyo. Na wengi hawajibu because it's very difficult. So kama mfano wa swali. Let's say on finance. Here is an awkward question. Kwa Kiswahili. Mshahara wako shingapi? Unauliza hivyo? Direct. Yes. Sio tunakuwa mwili mmoja jamani. Mimi si nitakupa hela yangu. Mshahara wako shingapi? Na madeni? Unajua nini kuhusu kuinvest? Unaelewa? Haya ni maswali marahisi ila ni magumu. Ambayo kwa mtu kwanza ukimuuliza mwanaume hivyo afu mwanamke ndo unauliza, tayari ni intimidation. Because watu wengi they don't have the money game right. Hawajui maisha ya fedha. Wengi hawajui. So mimi kichwani kwangu ni rahisi. Kichwani kwangu sio kwamba ninatafuta mtu tajiri ambaye au labda kila kitu kiko sawa. Lakini wewe unakuja kwa mume wangu, nitakuja nikupe my bank account.
Unaelewa? Nitakuja ni kuambia tupange maisha. Mimi wakati nataka kununua bond, nataka ninunue hisa, utaniambia tununue gari. Where and where? Kwa naona automatically tutakuwa mwelekeo mmoja ambayo inakuwa ni tatizo. Yes. Lakini pia unakuta familia manake maendeleo. Naelewa, familia manake maendeleo. Sasa tutafanyaje maendeleo? Na hapo hautafuti hata kwamba huyu mtu ni tajiri kiasi gani. Assuming hiyo sio goal yako. Like kitu nilichokuwa natafuta hapo ni kwanza huyu mtu anaweza kaniambia ukweli. Kuna mtu ana kazi. Unaelewa? Anasema kiukweli mimi bado najitafuta, sijakaa vizuri, lakini mipango yangu ni 1 2 3. Hicho ni kitu ambacho kinafungua conversation ya kumtambua mtu. Yes. Unaelewa? Na automatically mtu, kwa sababu fedha ni kitu sensitive, yani unaelewa? Hata mimi mwenyewe, hata wewe mwenyewe sio rahisi kwenda kuongelea mambo yako ya fedha kwa mtu yoyote. Unaelewa? Kwa hiyo automatically ukishafungua hiyo, unaweza kutambua akili ya huyo mtu ikoje, na je hiyo akili yake kwenye hicho kitu mtafika. Kwa sababu ndo watu wa hivyo unakuta mmeingia kwenye ndoa, wewe umeanza kujipanga maisha yako yakae vizuri, kesho anakuambia acha kazi, sitaki kukuona, nataka kukuona unakaa hapa nyumbani. Sawa. Mtafikaje? Hamwezi kufika. Na wakati Mungu kaweka utajiri ndani yako kama mwanamke. Na hii siongelei generally, naongelea kwamba kabisa moyoni mwako unajua, kama nilivyosema najua nitaolewa. Unajua kabisa Mungu amekupa uniquely, utakuwa tajiri. Afu wewe umeenda kuokotana na mtu anakuambia sitaki kukuona unatengeneza hela. Unaelewa? Narudi pale kwenye ile point yangu, watu wengi wanaangalia harusi. Wanasahau ndoa. Na mimi kama msaidizi, au labda nimeanzia mbali, naweza nikauliza hapo kwenye fedha. Nikaa nimeshamsoma kwamba huyu mtu labda hapendi kuongelea haya mambo. Nikamuuliza, nini malengo yako? Na kama mke unategemea nitakusaidiaje katika hayo malengo? Mtu ambaye hajitayarisha hilo jibu anajibu analitoa kutoka wapi? Hana. Umeshajua hana, unajibebisha vitu gani? Ili iweje? Ili muende wapi? Ili muende wapi? Na wadada wanajidanganya. Mimi naomba kusema wadada mnajidanganya. Hatuko designed yani hiyo submission ni kitu kimewekwa ndani yetu. Nitakuelezea kimetoka wapi. Submission unamaanisha kutii. Yani kimewekwa ndani yetu ambacho hata uwe na hela vipi, hata uwe unapawa vipi, lazima utafanyika kuwa mtumwa wa mume wako. Nakumbuka hilo neno limetoka wapi? Sikumbuki. Genesis. Pale baada ya tunda sijui ni nini, Eva alipewa pale mambo yake, utazaa kwa uchungu sijui na utakuwa mtumwa kwa mume wako. Tukifikaga hapo sasa, tukifikaga watu wabishane na ukweli. Unajua like na hapa mimi naongea kama a very powerful woman. Yes. Siongei kama mtu ambaye najihisi sijui no. Naongea kama a very powerful woman, na najua hiyo nguvu ndani yangu, najua ninayo. Lakini hicho kitu hakiondoki. Kwa lazima at some point lazima utasubmit. Yes. Na hiyo pia like kingine, kuna wanaume ambao ukikutana kuna mwanaume ambaye anakufanya uwe mwanaume zaidi utoke kwenye wanawake wako. Feminine masculine energy. Naelewa? Ukitaka kujua una mwanaume sahihi, atakurudisha kwenye feminine. Mimi najua kwa sababu nimechukua muda mrefu sana kwa masculine, kwa sababu it's a protective mechanism kwangu. Inabidi usurvive hii dunia itupendi kiasi hicho, unanielewa? Okay. Kwa hiyo nimekuwa mkakamavu muda mrefu, but nitakwambia mimi nimempata mume wangu huyu ambaye niko naye sasa hivi. I'm like a baby girl. Kuna muda mpaka nasema ni mimi. Ni mimi. So that was not my problem. Tunarudi pale kwamba inawezekana mimi ni tatizo, lakini ulikuwa sio tatizo katika utatizo. Ile unanielewa?
Like literally naweza nikakaa nikaomba kitu cha and then I'm like okay, kumbe nilikuwa tu sijapata kunidekeza, ila najua kudeka. Na hiyo haikuondoi hiyo power ndani yako, haiondoki, ipo. Lakini yule mwanaume anakuwa a safe place enough, na nikisema hivyo sio kwamba anaondoa kwamba sijui atakutesa, sijui atakunyanyasa. No. Sisi ni multipliers. Kinipa amani nitakupa nyumba iliyojaa amani. Kinipa mbegu nitakupa mtoto. Kinipa fedha zako nitakupa mikakati, we will go there. Oh yeah. Unaelewa? Huo ndo usaidizi. Kinipa matatizo nitakuwa I will magnify. Nitakuletea mengi kwa kadri ya uwezo wangu. Jackie umetisha sana nimekubali. It had to take time for you to get here. Yes. Ilibidi chukue muda ili tumpate huyu Jackie huyu. Na naamini kabisa ningeolewa any other time. Na ngoja nikwambie, my first marriage proposal nilipata 2015. Ili watu wasidhanie kwamba unajua, no. Ulikataa? Yes. Ulikataa kuolewa? Nilikataa. Na yule mmefika stage gani? Tukatu yani alikuwa ni hiyo kwamba mtu anakuja nataka nikuoe. Something ambacho mume wangu pia amekuja kufanya sasa hivi. Mume wangu naye amekuja kwa staili mimi, na aliniambia very straight. Na actually mimi na mume wangu hiyo ni personal testimony ambayo nimesema siku Mungu akiruhusu nitaitoa. Mimi nimekutana mwaka jana nilisema nitaitoa kwa ufupi. Mwaka jana nilisema hii biashara ya dating it's not my portion. Subiri kwanza, unaelewa? But mwanzo wa mwaka, wakati napanga malengo ya mwaka, nilifanya kitu cha tofauti. Nikasema again ile kufanya kitu hicho kwa namna hiyo kila siku bila matokeo. Nikasema Mungu, huu mwaka mimi na wewe tutatengeneza huu mwaka. Naomba uniambie tunafanya nini. Nilienda kabisa restaurant and I had a date with God. Okay. Nikaambia Roho Mtakatifu. Nikachukua karatasi na daftari. Nikaambia Mungu, tunafanya nini mwaka huu? Kitu cha kwanza kilichokuja kwenye akili, niliandika engagement. Mind you, hapo nimetoka kwenye heartbreak. Nimetoka kuachana na mtu wiki iliyoisha. Kwa hiyo niko kwenye heartbreak. Iliyonipelekea kusema sitaki kusikia mahusiano hapa. Kwanza ninaona nazidi kuzingua. Naelewa? Nikaambia Mungu, tunafanya nini? Kitu cha kwanza kilikuja ni engagement. Nikaanza kubishana, nikasema engagement ipi tena? Si nimetoka kanisani, nilikuwa ni Jumapili. Sitoka kanisani nimesema jamani sasa hivi mimi ni wewe na mambo mengine ya maisha. Engagement gani? Nikasikia hivyo engagement. Sawa, nilikoleza. Hicho kitabu leo kinaweza kiko wapi sijui. Kaandika pale engagement. Nikasema nimesema mimi na wewe tunafanya nini? Hamna shida nika. Muda wa kukutana na mume wangu ndio yeye kujitayarisha ni muhimu. Muda wa kukutana na mume wangu alikuja hivi. Nimekuona, alikuwa ananifuatilia muda mrefu. Cause kumbe mimi ni socialite bana, sijuaje. Acha wewe. Ananifuatilia muda mrefu. Kwa hiyo yeye kabla ya kuja kwangu sio kwamba alikurupuka. Alichukua his time, he came to me. Kwa alivyokuja na mimi kuna namna nilikuwa na utulivu. Yaani enzi hizo hapo nilivyokuwa mimi nilikuwa watu akija hivi nasikiliza naambia I'm not interested. Imeisha hivyo yani. Sina kona yani imeisha hivyo. Ila alivyokuja ukaka nikamsikiliza karibia lisaa plus anaongea peke yake, mimi namsikiliza tu. Aka conclude kwa kusema sitaki kuchezea, sitaki kupoteza muda wako na pia usinipotezee muda wangu. Kama hauko tayari, aliniuliza maswali mawili. Katika stories zake aliniuliza maswali mawili. Umeolewa? Hapana. Una mchumba? Hapana. Kaniambia okay, ni hivi. Mimi intention yangu ni hii. Kama unahisi huwezi, naomba usinipotezee muda, nisikupotezee muda. Kwa mara ya kwanza sikumjibu mtu I'm not interested, kwa sababu hapo kashatumia muda wake lisaa. Kwanza hiyo siku hata sikuwa sitaki kwenda kumuona. Anyway, that's not important. Nikamwambia ndo umeniambia, kilikuwa kiko kwenye kichwa changu. Nikampa timeline ambayo ikanipa mimi pia timeline. Nikamwambia naomba mwezi huu, afu kama bahati sijui ilikuwa ndo Mungu alipanga, tuliongea tarehe 1 ya huo mwezi tu, ilikuwa ni tarehe 1. Kwa mwezi unakuwa ikifika tarehe fulani umekamilika. Nikamwambia naomba mwezi huu 1.
mwezi ukiisha nitakuwa nimekupa jibu lako kama ni tunaendelea au the rest is history. I'm a wife. And very much expected. Alright. So, twende basi kipengele cha mwisho kabisa Jacqueline. Zungumza na watu ambao wako desperate kuingia kwenye ndoa. Wape maneno 2 matatu afu tufunge kipindi. Vya kufungia vile. Okay. Mimi nikiambiwa niongee nao, nitasema hivi. Cha kwanza nikuulize. Unataka kuolewa? Na naomba niongee na wadada. All right. Naomba niongee specifically na wadada. Yes. Unataka kuolewa? Rafiki yangu, mdogo wangu, dada yangu, maana tupo wote hapa. Unataka kuolewa. Kwa nini unataka kuolewa? Utaitwa Mrs. I don't know who. Alafu. Okay, utaitwa mama fulani. Alafu. Uko ndani unakoenda kuna mume wako, labda huyo mume wako ana watoto, utakuwa mama wa kambo. Labda wewe una watoto, watakuwa na baba wa kambo. Kuna dada zake, kuna mama zake, kuna ndugu, anti, shangazi, mjomba. Kuna rafiki zake wenye tabia za kila aina. Naelewa. Kuna ofisini kwake, kama Mungu amemjalia yuko vizuri, kuna associates wake. Unataka kuolewa. Harusi tumekula, harusi kubwa, gauni umevaa, shela nzuri. Tumeshapiga picha, MC kaitwa. Alafu nini kinaendelea? Ukikaa ukitafakari hili swali tu hili. Desperation kwanza itakuisha. Sijaongelea vita za kiroho. Hapa nimeongea mambo ya nje ya mwilini. Sawa? Mshaoana, hujakaa miaka 4, huna mtoto. Hamjakosa hela. Hamjalipa madeni. Au ndugu yangu uko ndani. And by the way, I think ili swala mimi ni marefu 10 mtu asiwe na hela. Mtafute. Akiwa na madeni. Kwa hiyo inanidisturb sana. Unaona? Hiyo ni nani like it's a perception ambayo iko very correct. Akiwa na madeni, yani kuna issue kubwa nyuma ya ufikiri au mtazamo huo. Ndio tunakuja huko kote. Dada unataka kuolewa. Hayo yote umetafakari. Hawasemagi madeni mwanzo yake. Sijui. Hapo sijui. Hapo mimi of course pia ni culture yetu, wanaume hawako designed hivyo. There are women ambao walikuwa vizuri before they got married. Wameingia, wamekutana na madeni. Madeni huyu mwanamke amemvaa. Alikuwa na akiba UTT ametoa amelipa deni. Alikuwa na investment sijui wapi ametoa amelipa deni. In the name of tunaendelea. Dada unataka kuolewa, uko tayari? Dada utaolewa miaka 2, 3, 4, 5 mume kafa. Alafu and we rebuke. Kwa kweli hata mimi ningejua anakufa nisingeolewa naye. Who wants to go through that? Nanielewa. You have your child is 1, 2, 3 years. Kwa hiyo again hapa nataka tu kumpa dada anayenisikiliza perception ya marriage. Halafu tunakuja kuna wale ambao wanasema mimi nina hela yangu, sijui nini, sihitaji hela mwanaume, maisha yangu yako vizuri, sijui nini. Hiyo kazi au hicho kipato umekiandika kwenye jiwe hakianguki. Na hapa najaribu tu kufungua akili za watu kwa sababu kuna watu kuna vitu hawavifikirii. Riziki unatoa wewe? Hapana. Toaji ni Mungu. Kibali ulichonacho leo hakimaanishi kitasimama hivyo siku zote, especially kama hauko sahihi ndani kwako. Kuna watu pride, kujisikia kumekuvaa. Kichwa kimekupanuka kama kitu gani? Una hela. Leo nimesema chamba imekuja tena. Anyway, point and case kwamba ndio una hela, ndio unaweza kufanya nani. Wewe umeandikishana na Mungu, umeolewa, alafu
una uhakika uko tayari kuwa na Mario ndani ya nyumba ili mradi umeitwa mke? Kwa sababu wapo watu wanasafa. Hizi ni cases za watu hapa, mimi naongelea mifano ya watu ambao mtu unasikiliza story, mtu ameenda kushitu kwa sababu anasema mimi mume wangu hanipi chochote, hafanyi chochote, kazi yake ni kukaa tu ndani. Leo una hela, uko tayari, unasema utateke, una uhakika. Na pia kingine, wanaume they are not built kuwa Mario. Yeah. Kwa sababu ule wanaume wake ni kama vile unamuisha. Ndio utamlisha, lakini hata kuwa na thamani kwako. Ataenda kutafuta, atachukua hela zako akatafuta mtu ambaye akienda akifika kule kwake anajisikia ni mwanaume zaidi. Kibesi kinatoka. Unaelewa? Uko tayari? Unaogopa umri nini? Tunahitaji story ngapi za ziada ili ya kwako iongezeke kwa story? Unahitaji story ngapi za abuse ili na ya kwako iwe moja hapo? Unahitaji story ngapi ya ziada ya watu kutekelezwa ili na wewe uongezeke? Kwamba na mimi nimeolewa, na mimi nimeitwa mke. Ziko nyingi kwa kweli za kutoa. Unanielewa? Kwa hiyo mimi nataka, yani hapa niko naongea na yule ambaye yuko desperate. Yes. Haya, unasema mimi nyumbani sijui mzazi wangu, sijui kanisani watanionaje. Ukishaolewa kule ndani mchungaji wako yupo, babako, mama yako, utalala nao kule kitandani. Ni wewe na yeye. Unanielewa? Kwa hiyo hivi vitu vitu vinaleta perception ya kwamba unataka kuolewa, unaogopa umri utaenda. Umri utaenda wapi? Utaenda wapi? Walioolewa na miaka 20 leo wako divorced wana miaka 30, wao wasemeje? Dada Irene hapa kasema nimeolewa na miaka 34 na mimi sijui kama 34 ni kuchelewa, sijui according to who, I don't know, but let's assume nimechelewa. Let's assume ni kuchelewa. Umeolewa ili uende ukawe ngoma ya mtu uko ndani. Alafu hujui kutunza hela, hujui kujitunza we mwenyewe, hujui mimi kuna wanawake wengine hawajipendi kusema kweli. Sababu kama unajipenda, hautaruhusu mtu akuabuse kwa namna yoyote. Na wanaume ni watoto. They're very interesting creatures. I love men. Wanaume nawapenda jamani. Ni watu fulani hivi. Mwanamke akienda hivi anakusoma. Wewe umeshawahi kuona mwanaume huyo akikaa na mwanamke huyu, ngoma hii hapa. Akikaa na mwanamke huyu hata chafi hawezi kupiga. Mwanaume huyo swali linakuja, kinachomfanya huku atii na huku amfanye mwenzake ngoma ni nini? Ninachojaribu kusema, mwanaume utakachomfundisha akufanye mule ndio atakapopiga, tatembea. Kwa unapokimbilia kutaka kuolewa, tuseme hivi, chochote unachoruhusu kitakuwa, chochote unachofungua njia ndio hivyo mtakapokwenda. Wanasema ndoa ina amplify matatizo yaliyopo kama yapo. Lakini kama ikiwa ni kitu kizuri, manake pia kitakuwa amplified. Yani kama imejengwa katika misingi sahihi, upendo, amani, furaha, utii na kadhalika. Pia wake tumeitwa kuwa watii. Naomba nitoe mfano. Hivi naomba nijue unatii nini? Unatii mamlaka. Kama unavyomtii bosi wako. Bosi wako sana koseaga? Yeah. Unamjibugi? Hapana. Exactly. Unatii mamlaka. Kwa wewe Jackie ujibu. Kwa nani sasa, mume wangu? Siku hizi nimejifunza sijibu. Usiniulize siku za kwanza zilikuwaje. Lakini at the same time ndio hiyo ukulia sasa una unyenyekevu ndani yako, kujua kabisa mimi niko sahihi lakini mimi ni mke. Alright. Una unyenyekevu huo. Okay. Mimi nishawahi kutibuliwa, nikaangalia hivi, afu nikaenda kwa Mungu kama kichaa. I'm like, God, what is this?
hii ni nini? Nikasema kabisa, Mungu kwanza nifundishe kunyamaza. Alafu pia asante kwa kuniambia kwamba mimi sina utii. Nashukuru kwamba umenionyesha sina utii. Naomba nisaidie sababu hii ndio anajua umenipa wewe. Usipo nisaidia hatusogei. Hatufiki. Unanielewa? Kwa hiyo ikitokea hapo hapo James 1:5 nasema mtu yote akikosa hekima aende kwa Mungu akamwombe Mungu ambaye atakupa hekima katika hoteli. Hapo hapo unapata wazo au unapata nguvu. Ya sitaki kusema mfano hai, lakini kuna siku niliambiwa nifanye kitu saa 7 usiku. Nikisema saa 7 usiku sio kwamba hapo saa 1 nilikuwa kwamba hakumbuki, saa 2. Ngoja tu niseme kwa naniambia nipike. Sasa and my man is an amazing guy before watu wa misinterpret this amazing guy. Ila anataka kukuja kwenye point ya utii. Just ili watu waone, maana kuna watu wako single huko wanajua ni unaelewa. Lakini saa 1 ilikuwepo, saa 2, saa 3. Mimi ni mwanamke mwenye akili. Kwa hiyo nilivyoambiwa I said unarudi nyumbani hapa. Na nilimwambia before si mchana hauli, so niambie niandae nini. Akakumbuka sio maksudi. Yaani kabisa rohoni mwake, na wanaume wako hivyo. Rohoni mwake sio maksudi, rohoni mwake sio kwamba nakutesa, rohoni yani yeye kichwani kwake kabisa ni kitu cha kawaida kabisa. Nikaangalia tu hivi juu na nahisi Mungu akawa ameshaelewa roho yangu. Ila aliweka utii siku hiyo. Nilianza kuyeyusha samaki. Sio kupika, sijui unapika wali, sijui nilianza kuyeyusha samaki. Kuku, ilikuwa ni kuku mzima. Ayeyuke ni mkate ni kwa wanawake watakuwa wanaelewa hivi. Unautiwa hivyo. Unanielewa ninachokisema? Kwa mtu wa kawaida anaweza akachukulia tu ndio nimeolewa, nimekuwa Mrs. Kumbe ni dhamana kubwa. Unaelewa? Kuna muda unaona kabisa ili wazo analolifanya tunaenda kupoteza hela. Anakuambia ndio hivi nataka. Unautii ndani yako. Utulie apoteze vile vile. Ukitoka hapo urudi kama msaidizi, umuombe Mungu restore. Sawa. Kwa hiyo mimi namalizia kwa hivyo. Kwamba jitayarisheni kuwa mke ni kitu kizuri sana na kitu chema sana. Na ndoa ni nzuri. Mimi kwa sofa kwa kweli mimi na enjoy ndoa yangu. Hata mimi naona kwa kweli. Na enjoy, Mungu ni mwema. Lakini kuna mambo kama hujajitayarisha na kama unaingia kwenye unataka ndoa kwa sababu zisizo nzuri, utapotea sana. Alright, hapo Jacqueline malizia na social media handles, kila kitu unapatikana vipi? Mimi all my social media handles ukinitafuta Jacqueline Balige utanipata. Sijatumia jina la tofauti kwenye TikTok, Facebook, Instagram, pamoja na LinkedIn. Jacqueline Balige is my handle. Hapo nafundisha mambo mbalimbali kuhusiana na afya ya akili, afya ya hisia, kujitambua kwenye maeneo mbalimbali. Ninagusaga maeneo mengi sana ya kusaidia kufunguka akili. Lakini pia nafanya personal consultation. Lakini niseme kwenye personal consultation, kama huko tayari kubadilika, tafadhali usinitafute. Asante sana. Jamani, nakushukuru sana wewe ambaye umetazama kipindi hiki. Swali kubwa ni kwa nini unataka kuolewa? Why? Ukishajua why, wanasema no why then do it. Kama hujajua kwa nini unataka kuolewa, ili ukawe nani, ili ufanye nini, ili muelekee wapi, achana na hiyo kitu kabisa. Maanake tutajua tu mtakapoishia ni wapi. Ama hata kama hamtaachana, basi mahusiano huo ndani atakuwa magumu kinoma sana. Utakuwa mnasukuma tu, lakini hakuna raha, hakuna amani, hakuna nini. Afu mnakuja kupollute jamii kwamba ndoa kitu kibaya au sio kitu cha kufurahia au ni kitu chenye matatizo, lakini kumbe msingi mlioingia nao ulikuwa ni msingi mbovu. Kwa hiyo Jacqueline ameongea mambo mengi, nami nakushukuru kama mpaka unaona tunafunga, manake wewe umepata madini mengi hapa katikati. Share na wengine. Majina yangu mimi ni Irene Kamgisha na ninakutakia kila laheri kwenye maisha yako. Ukaingie kwenye ndoa njema kwa maamuzi thabiti, sio kwa pressure. Usiingie kwa
kwa kuhamasishwa, kwa kuhimizwa, au kwa sababu umeona social media watu wanapiga picha nzuri wanapost, basi na wewe ukatamani sana kuingia kwenye ndoa. Ingia kwa sababu umeelimika, umepata taarifa sahihi, hivyo unaamua kabisa kutoka moyoni kwamba sasa ninaingia kwenye majira mapya ya maisha yangu. Unaweza ukanifuatilia Instagram kama Irene Kamugisha _ TikTok, X pamoja na Facebook ni Irene Kamugisha. Mpaka hapo tukutane tena episode ijayo.